Mwashamu Baba Askofu Almachius Vincent Rweyongeza, mchungaji mkuu wa Jimbo Katoliki la Kayanga. Mwashamu Baba Askofu Severini Niwemugizi, mchungaji mkuu wa Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara na vile vile askofu wangu. Mwashamu Baba Askofu Benson Bagonza, mchungaji mkuu wa Diocese ya Karagwe, kanisa la Kiinjili la Kilutheri, na classmate wangu. Tulikuwa tunabishana sana, namkumbuka sana. Wapendwa sana na waheshimiwa mapadre kutoka majimbo yote matatu. Mpendwa sana shemasi, mimi si mzuri sana katika mambo ya protokali, lakini ninazingatia kabisa kwamba kila mmoja ana nafasi ndani ya moyo wangu. Mpendwa na mheshimiwa sana mama yangu mzazi, mzee wetu Cyril Pesha, ambaye baba katika uhai wake alimteua kuwa msimamizi wa familia anapokuwa kule Dar es Salaam, na wakati mwingine mshauri wa familia tunapokwama, na tunakuona kama baba, na sasa umeishika nafasi yenyewe ya mzee Kajara, ndio maana tunakupa heshima kubwa. Baba yetu mdogo Marceli, ambaye ndiye amebaki kama baba yetu. Shangazi zangu wawili, Sister Kajara na Ma Veronica Rukabura. Wageni wetu waliotujia kushiriki nasi katika msiba huu kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Sijawasahau dada zangu na wadogo zangu. Waheshimiwa sana shangazi zangu na dada zangu watawa na waombolezaji wote. Tumsifu Yesu Kristo. Sauti yangu sio nzuri kwa leo, sijui ni kwa nini, lakini nadhani Mungu atanisaidia niongee ninachoweza kuongea. Ni bahati nzuri kabisa kwamba aliyehubiri na wote walionitangulia, yale yote ambayo nilikuwa nakusudia kuyasema ni kama wamenipunguzia. Nianze tu na neno la shukrani kwa Mwenyezi Mungu aliyemjalia uhai mzee wangu na afya njema mpaka akafikia umri huu. Lakini vile vile niwashukuru wale wote waliofanikisha mzee kuwa kama tunavyomsimulia leo. Bila shaka kila mmoja alikuwa na mchango wake. Nimesema sitaweza kuongea yote, tayari mmesha nisaidia. Lakini la tatu, nishukuru kwa maneno mazuri yaliyotolewa na wazungumzaji wote. Ninaamini yatatusaidia kutupatia mwelekeo tunapoanza maisha mapya bila mzee wetu Mathias Kajara. Niwashukuru wanafamilia. Mnapokuwa na mgonjwa kama huyu, changamoto zinakuwa nyingi. Namna ya kumsaidia, namna ya kuendesha maisha. Lakini wakati huo na mama naye alikuwa na changamoto. Tulikuwa na mambo magumu sana, lakini nawashukuru wadogo zangu na dada yetu mkubwa na hata ndugu zetu. Kwa kweli kila mmoja amekuwa karibu na sisi, mpaka na marafiki za dada zangu walifika mahali wakachukua majukumu ya kumtunza mzee. Usingeweza kuona tofauti wakati mwingine ukienda ukawakuta pale
si vibaya nikawataja akina Maki na dada mwingine nadhani ya Agripina, dada Rena na wengine. Tulikuwa tunakutana na akina Methodia na nani wengi tu, siwezi kuwataja. Walijitahidi sana kutusaidia katika jukumu hili. Kila mtu alijisikia kuguswa. Watu kutoka Nyaishozi, Bushanga walikuja kumuona mzee akiwa nyumbani na sehemu nyingine. Viongozi mbalimbali walikuja, hata wa madhehebu na wa kisiasa na wa serikali. Naonyesha kwamba kwa kweli mmejitahidi sana kuhakikisha kwamba mnatuunga mkono wakati tunamsindikiza mzee wetu. Mimi sina cha kuwalipa, ila Mwenyezi Mungu ndiye atajua cha kuwapatia. Lakini vile vile shukrani nyingine tumeshazitoa, lakini naomba nirudie tena shukrani kwa vijana wetu wawili. Naomba wasimame. Tumewataja tu kwa majina, lakini ningependa wasimame muwaone. Medi pamoja na Anesh. Hawa vijana wawili hawa wamefanya kazi kubwa sana. Wamefanya kazi kubwa sana ya kumtunza huyu mzee. Na mnajua mzee anapokuwa katika umri huo wanabadilisha tabia. Yeye mzee anapoelekea mwishoni alidevelop ile wanaita senile dementia. Akanju. Anaweza akatamka neno lolote, anaweza akakutukana, anakuita jina lolote, lakini vijana hao hawakata tamaa. Na ninashukuru kwamba walielewa haraka na hawakuonyesha dalili yoyote ya kumchukia mzee. Walimhudumia kadiri walivyoweza. Hatuna cha kuwapatia, ila tunachokiomba ni baraka za Mwenyezi Mungu ziwashukie na mfanikiwe katika shughuli zenu zote. Ninaomba tuwapigie makofi vijana kwa namna hiyo. Sasa ningeendelea kutoa mlolongo wa shukrani, lakini katika historia ya marehemu tumesema hatuna uwezo wa kuwataja wote, lakini tunatambua mchango wa kila mmoja wetu kwa jinsi tulivyomhudumia huyu mzee na jinsi mnavyoendelea kuhudumia familia hii. Na washukuru nyote ambao mmejitokeza kumsindikiza huyu baba. Nikianza na Mwashamu, Baba Askofu Severino Rwemugizi. Ninajua una majukumu mengi. Juzi tu ulikuwa na upadilisho, mna vikao mara Mwanza mara wapi, lakini umeacha yote ukaja kuwa pamoja nasi. Baba, tunakushukuru, pamoja na mapadri wote mlioambatana nao kutoka jimbo la Rulenge Ngara. Asante sana Baba Askofu. Na washukuru waliomwakilisha Mwadhama Kardinali kutoka Tabora, sio safari fupi. Basi tunaomba mpeleke salamu zake kwamba tunashukuru sana, japo yeye ni mwanafamilia, lakini nyinyi mliojitolea kuja mmefanya kazi kubwa sana. Na washukuru mapadri wa jimbo la Kayanga, mmekuwa karibu sana na mzee. Na wakati fulani alikuwa anawajua majina kuliko hata mimi, ni kuonyesha kwamba mlikuwa mnajitahidi kupita pale. Na washukuru na watawa wote, mlikuwa mnaenda kumuombea pale nyumbani na sali na jumuiya. Mmefanya kazi nzuri sana. Na majirani wote mmefanya kazi nzuri sana. Ninasema Mungu awape neema na baraka zake. Sisi tunaobaki, si kwamba mzee anapoondoka basi amekwisha. Bado tunahitaji sana msaada wenu. Tunaomba basi muendelee kuwa karibu na sisi, tukijua kwamba kidole kimoja hakiwezi kuvunja nini, hakiwezi kuvunja chawa. Na mshukuru Baba Bagonza, mara kwa mara huwa tunawasiliana katika utani. Jana nijuza habari za mzee zinavyokwenda. Basi muendelee kutusaidia katika kuhakikisha kwamba tunajisikia kuwa na amani hata kama mzee wetu ameondoka. Basi ningeweza nikasema mengi, lakini niishie hapa nikisema tu kwamba tunawakaribisha pale nyumbani
kwa ajili ya kuhitimisha maziko ya huyu mzee, na baada ya hapo basi chochote kitakachokuwepo tunaomba tukipokee kwa moyo radhi. Mzee wetu alikuwa na upendo sana. Nilikuwa na watania watu kwamba wakati mwingine nikija kutoka safari alikuwa anakwenda anaangalia kwenye migomba, anaamurisha kata hiyo ndizi. Wakati mwingine wanafamilia wanakuwa kama wana sita, yeye anasema nimeshasema kata, kwa hiyo ndizi inakatwa ninaondoka. Inaonyesha kwamba alikuwa ni mtu mkarimu, na sisi tunataka kuurithi huo ukarimu. Tunaomba sasa mkaribie pale nyumbani. Leo wakati tunakuja, kama mmegundua, wanafamilia wote tulikuja kwa kutembea kutoka nyumbani mpaka hapa. Tumefanya tendo hilo makusudi. Baba alipenda kusali misa za asubuhi alipokuwa na nguvu, na alipenda kuja kusali hapa Jumapili. Hakuwa na gari, aliwahi kuwa na pikipiki, baadaye ikaharibika. Alikuwa anatembea kwa mguu, anatoka hapa na kurudi kule. Basi na sisi tumeona tumuenzi, tufanye kahija kadogo, tumsindikize kutembea kwa mguu mpaka hapa kanisani. Basi tunaomba nyinyi mnaobaki tuige mifano kama hiyo, hasa na wasa ndugu zangu, kama baba alivyofanya, na sisi tuendelee kufanya hivyo, ili hatimaye siku moja tutakapokutana naye basi aseme kazi niliyoifanya matunda yake ninayaona. Basi mengine labda tutapata nafasi ya kuongea kule nyumbani, lakini niishie kwa kusema kwamba Mungu awabariki sana, na pale ambapo nimeshindwa kusema ambayo napaswa kuyasema, ninaomba mnisamehe. Tumsifu Yesu Kristo.